Shughuli mbalimbali za maandalizi zinaendelea hapa nyumbani na hata nje ya nyumbani. Naweza kuthibitisha sasa kwamba mazishi sasa ya kweli yatafanyika siku ya Jumamosi. Ratiba kamili bado inafanywa kazi, lakini itaweza kutolewa nafikiri kesho. Ratiba rasmi ya programu nzima itakavyokuwa itaweza kutoka siku ya kesho. Kumekuwa na maswali mengi, msiba utaendeshwa kwa utaratibu gani? Utaratibu utakaoendesha msiba huu ni msiba shirikishi. Kwanza, huyu ni senior citizen. Na ukishamsema ni senior citizen, ni mtu ambaye amehudumu katika nchi kabla ya uhuru, wakati wa uhuru, ndani ya serikali, nje ya serikali, ndani ya taasisi za kimataifa, ndani ya vyama vya siasa, ni muasisi wa Chadema, ameikuza, ameweka misingi ya Chadema. Kwa hiyo ametumikia taasisi mbalimbali. Kwa hiyo huu msiba sio wa mtu mmoja, ni msiba jumuishi, shirikishi wa watu wengi, walio wanasiasa na wasio wanasiasa, bila kujali mtu ametoka chama gani, walioko serikalini na wasioko serikalini. Tumeshauriana na chama na unaweza na viongozi wa chama wengine bado wako kwenye vikao. Tunajaribu kutafuta njia bora zaidi ya kulitunza jambo hilo, kwa sababu kumbukizi za mzee Mtei kwenye simulizi ya maisha yake ndani ya Chadema na maeneo mengine yote ni muhimu, kwa hatuwezi kulipuuza. Kwa hiyo sio swala la kusema eti chama kingeachwa. Chama tuko nacho bega kwa bega, ni chama cha mzee, chama chetu, tutaendelea kumwenzi mzee na kukienzi chama chetu. Kwa hiyo kila mmoja kwa namna ambavyo nafasi itaruhusu, kila mmoja atamegewa kisehemu kinachomhusu, ili kila mmoja, kama nilivyosema, huyu mzee ni mtu wa watu, kila mmoja aone kwamba kweli amemwaga mzee wake, ameshiriki katika kumpumzisha kwenye nyumba yake ya milele. Kuna watu watakuja kutoka nje ya nchi na mataifa mengine na jumuiya ambazo pengine ametumikia. Tayari kwanza tuna salamu mbalimbali kutoka mashirika mbalimbali ya kimataifa ambayo mzee alifanya nao kazi kwa njia moja au nyingine. Wengine wametuma salamu za maandishi, wengine wameshatuma email, wengine wanatuma wawakilishi. Kwa hiyo tunaendelea kupokea makundi mbalimbali, wengine bado wako kwenye mipango ya safari. Itoshe tu kusema kwamba tunategemea ugeni mkubwa sana kutoka ndani na nje ya nchi.